sisi wote ni viongozi ambao tumekuja tu hivi juzi. Mimi mjumbe yenu na viongozi wengine wengi ambao tumekuja hivi juzi. Kuna watu wengi ambao wamekuwa kwa uongozi mbele yetu. Kuna makundi ambayo sasa imeanza kujikusanya kwa maneno ya kuhubiri Injili. Kuna Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. Hata kwa siasa kuna roho kamili ya kuongoza wananchi ambayo inatoka kwa Mungu, na kuna Roho Mtakatifu ambayo inangojea wakati ya uchaguzi kikaribia, ndio hiyo roho inajitokeza. Ukiona mtu kama yule ambaye alikuwa naibu rais wetu wa zamani, yule Mkikuyu, yule Rigathi Gachagua, alikuwa naibu rais, akatunyanyasa watu ya mkoa ya Magharibi, akasema sisi shares yetu kwa serikali ya William Ruto ilikuwa haitoshi, tukiweka mambo kwa budget alikuwa anaondoa, anatoa hiyo kwa budget ya Kenya. Mtu mkabila kabisa. Tulikuwa hapa katika uwanja ndege hapa na rais akasimama akaambia Wetangula kwamba nyinyi watu ya Bungoma msiombe chochote, ile maendeleo ambayo mmepata hata ni nyingi zaidi kulingana na shares yenu ambayo mlipigia kura kwa serikali yetu hii. Sasa yule mtu yule ambaye ni mkabila wa zamani tuliamua kumfukuza. Sasa amejigeuza, Roho Mtakatifu imemkamata. Sasa anatembea kwa barabara anasema ati yeye anataka achague rais ya Kenya. Achague rais ya nani? Huyo mtu aende asiende? Atembee asitembee? Tuko na mwingine, sio kwa ubaya. Hao watu wakati ya kupiga kura mwaka ujao ikifika, haitakuwa tu one term, two term, itakuwa ubebe maendeleo yako ambayo ulifanya wakati ulikuwa kwa kiti, wananchi waangalie. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Tuko na mwingine ambaye ni mtoto wetu ambaye alikuwa waziri wa defense, waziri wa maji hapa Bungoma haikuonekana. Amekuwa waziri wa majeshi ya Kenya yote, mpaka wale watu wa Salvation Army walikuwa chini yake. Hata kupromote sergeant major ya kutoka kanisa hapo ya Salvation Army akuwe major hakumpromote. Sasa wameshikana hapo, aliwatafutia atakuwa rais wa nchi ya Kenya, atuongoze wa nchi ya Kenya hii. Mimi naambia hao watu mwaka ujao ikifika, haitakuwa tu kupanua mdomo na kusema oh siji one term